Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ma min ayamin al-amalu salih ahabbu fiha ila Allah, hakuna siku ambayo mtu atatenda amali njema itakayomridhisha Allah kama amali itakayotendwa masiku 10 haya ya Dhulhijja. Idadi ya miezi kwa Allah ni minne, lakini miezi minne ni mitukufu. Miongoni mwa miezi minne mitukufu ni huu Dhulhijja. Huu Dhulhijja ni mtukufu zaidi kuliko wenzi wake, lakini ndani ya utukufu wake haya masiku 10 haya, kuanzia siku mosi mpaka siku 10, haya masiku ni matukufu kuliko masiku yaliyobakia katika huu mwezi ambao ndio tuko ndani yake katika mwezi huu. Basi ndani ya mwezi huu masiku haya, mtu yoyote atakachokifanya, kama ni dua, kama ni wema, kama ni toba, basi jambo hili lina thamani kwake Allah kuliko hata zile siku tukufu za Ramadhan, labda siku za mwisho za kuitafuta Lailatul Qadr. Ibrahimu an-Nakha'i rahmatullahi alayhi anatuambia, rak'atun fi Ramadhan, rakaa moja mtu atakayesali ndani ya Ramadhani bi 1000 rak'a, basi huandikiwa amesali rakaa 1000. Wa tasbihatun fi Ramadhan bi 1000 tasbiha, akifanya tasbihi moja anahesabika tasbihi 1000. Wa sadaqatun fi Ramadhan bi 1000 sadaqa, atakayetasadaka ndani ya Ramadhan anahesabiwa sadaka 1000. Wa sajdatun fi Ramadhan bi 1000 sajda, atakayesujudu Allahu akbar akasujudu, sijida hiyo ndani ya Ramadhani inahesabika ni sijida 1000. Yani ndani ya mwezi wa Ramadhani alhasanatu fihi tatadha'af, mambo mema yanapata nyongeza, yanapata ziada, pamoja na ziada nyingi tulizoziona ndani ya Ramadhani. Wallahi thumma wallahi, hazioni ndani kwa haya masiku 10. Leo sijui ni siku ya pili, sijui ni siku ya tatu toka yaanze. Bahati mbaya haya mambo au hizi siku 10 ya al-asr zimekosa tu ile promo ya sawasawa, zimekosa ile hamasa ya sawasawa, na ukizingatia siku zenyewe ni chache na mwezi wenyewe si maarufu zaidi ya watu kwenda hija. Utakuta masha Allah mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad yatatangazwa kwa nguvu zote, hafalati, maulidi na jambo la kheri. Zikija siku za Ramadhani zitatangazwa, na hivi ndio inavyotakikana. Ukitokea mashindano ya Qur'ani yatahamasishwa kwa nguvu zote, lakini unakuta promo ya masiku 10 haya, promo yake bado haitoshelezi, kwa sababu utakuta haya kama leo, utakuta khutba ya mwanzo leo inaanza kuzungumzia haya masiku 10. Wengine ndio wanajua kumbe tuko ndani ya masiku 10, washasahau. Lakini haya itakiwa promo yake kabla haijaingia wala haijakaribia. Kama tunavyoona Ramadhan tunaanza kuihubiri kuanzia Rajab, kisha ukisha kuja mwezi wa Shaaban, zile tashkili zake wallahi utafikia Ramadhani ishaingia. Kila mwanachuoni, kila khatibu utasikia jamani, Shaaban ndo balozi wa Ramadhani. Kwa hiyo utamkuta mtu ashajiandaa mapema na mwezi wa Ramadhani, jambo la kheri. Hizi siku 10 zinashindia yale mapromotion ya Maulid. Hizi siku 10 zinashindia yale mapromotion ya mashindano ya Qur'an. Hizi siku 10 zinashinda mpaka Ramadhani yenyewe. Ni siku ambazo Allah kaziapia, na hayo mengine wala hajapiwa ndani ya Qur'an. Wala layalin ashr, Ibn Kathir anasema layalin ashr ni hizi layali min Dhulhijja, ni hizi siku 10 za Dhulhijja. Kwa hiyo pamoja tumechelewa na promo yake, lakini nipeni masikio kidogo tena kwa kifupi tu hotuba hii ya leo, ili tupate kuyafanyia kazi masiku yaliyosalia insha Allah. Masiku 10 haya ni masiku mazito mno,
ni masiku makubwa mno. Miongoni mwa ukubwa wake, kwanza kabisa, usithubutu hata kwa bahati mbaya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Katada anasema wazi wazi, na Ibn Abbas katika tafsiri anasema wazi wazi, kama unavyoona thawabu zake ni kubwa, ni nzito, zinatisha. Maana utisho wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ma min ayamin al-amal salih, hakuna siku yoyote, maana yoyote ile kwa tanwini, itatendwa ndani ya siku hiyo ikamridhisha Allah kama siku 10 hizi. Maana hakuna siku yoyote, hata siku za Ramadhani au kwa lugha nyingine, hakuna amali yoyote, hakuna kheri yoyote, hakuna dua yoyote, hakuna wema wowote Allah ataufagilia, atauthaminisha, atauongeza, ataukubali kwa haraka kama wema utakaotenda ndani ya masiku 10 haya. Sasa kuna wema mmoja ambao tunajua ni jambo kubwa. Wema wenyewe ni wema wa kwenda jihad. Jamani, ni jihad, mnaijua jihad? Mtu akiwa mujahid fi sabilillah, Mwenyezi Mungu akikutizama kwa jicho la huruma mara 6, alhamdulillah, unapata taufiki ya kuja kuswali sala 5. Lakini akikutizama kwa rehema zake mara 10, unachukua pesa zako, milioni zako kadhaa, unakwenda kufanya ibada ya hija. Hija sio kutaka tu, wala si pesa, ni kuitwa. Lakini pia Mwenyezi Mungu akikutizama kwa jicho lake mara 6 ya sala, mara 10 ya hija, mara 20, mara 30, mara 40, mara 50, mara 60, mara 70, ainur rahma, ndio unakuwa mujahid fi sabilillah, ndio unafikishwa kwenda ribat. Ndio maana kwenye hutuba mimi nina uwezo wa kuzungumza chochote, naweza nikasema simama uswali Sheikh, emtoka kidogo pale. Lakini wewe unaambiwa idha rakiba al-khatib ala al-minbar fala tatakallamu, ansitu wastami wa'tabir. Nikishapanda mimi hapa, watu wote kimya, hata kameramani acha kamera zako. Atakayefanya yapo tasbihi yakaiona mcha Mungu, na mimi nasema laqad amefanya mchezo wa man laqa fala jum'ata la. Tume anasema anayecheza hana Ijumaa akaja kutana. Lakini pamoja na uzito wa jihadi, Bilal bin Rabah alizungumza katikati ya khutba, na khatibu hakuwa Uthman ibn Affan, alikuwa khalifati Rasulillah Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Yupo kwenye mimbari anatoa khutba, Sayyidina Bilal akanyosha mkono, akasimama, akakatiza, akasema, ya khalifata Rasulillah, ewe khalifa wake Mtume Muhammad, a'tabtani lillahi ajli nafsik, ulikuja ukaninunua kwa watumwa kule nikiwa naadhibiwa, ulifanya yale kwa ajili ya Allah, utuambie, au ulifanya kwa ajili ya nafsi yako? Naomba utuambie. Akasema Sayyidina Abu Bakar, ya nini unayaleta haya? A'tabtuka lillahi wahda, nilikuacha huru kwa ajili ya Allah pekee. Akambia, sasa kama uliniacha huru kwa ajili ya Allah, sitaki kusikia maneno kunaambia mimi ndo mzee, nimebaki peke yangu katika mji, Mtume ndio kesha kufa, tuilinde Maka sote kwa pamoja. Na kuambia wazi wazi, la u'adhib li ahadin ba'da rasulillah, mimi sio mwadhini wako wala sio mkimu swala wako, siwezi kuadhini kwa yoyote baada ya kufa Mtume Muhammad. Sasa unataka nini mzee? Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah anasema, Abu Bakar, afdal amalul mu'minin jihadu fi sabilillah. Nimemsikia mtume wake Allah akisema amali bora kwa muumini kuliko amali zote ni jihad. Uridu an urabitu hatta amut, nataka mimi nikapigane mpaka nife, sitaki kukaa tena hapa Maka. Niache fadhila za jihadi kwa sababu mimi ni mwadhili? La hasha wakalla, niache niende. Afdal amal almu'minin jihad.
Kwa nini alitaka kwenda jihad? Kwa sababu mujahid akipigwa, akijeruhiwa, akakatwa, akapasuliwa, ile damu ikitoka kabla haijatua chini, amesamehewa madhambi yake yote mujahid fi sabilillah. Mpaka Mtume akasema asema aljannatu tahta dhilalu suyuf, pepo ipo chini ya vivuli vya panga. Tunamkumbuka ndugu yetu Handala radhiyallahu ta'ala anhu, anakwenda jihad, anapigwa uta katika sudghi yake. Sudghi ni kati ya sikio na jicho. Baada ya kupigwa mkuki ule, anakufa. Maneno ya mwanzo alianza kusema fustu wa rabbul kaaba, fustu wa rabbul kaaba, fustu wa rabbul kaaba, na hapa nimefanikiwa, na mwapia Mola wa Kaaba, ndugu zangu nimeupata, nimefanikiwa, naondoka. Mtume leo anawaambia sahaba, ma min ayami al-amalu salih, hakuna siku itakaotendwa amali njema itazidia masiku 10 haya. Sahaba akasema wala al-jihad, jihadi imepromotiwa sana. Je, jihad? Mtume kwa mdomo mpana akasema wala al-jihad, hata jihadi haioni ndani. Ya Rasulullah, wala jihad? Asema wala al-jihad, wala jihadi haioni ndani, isipokuwa labda mtu aende jihad, akifika kule apate rosi, apate hasara, mali yake yote ipotee, majumba yake yapotee, heshima yake ipotee. Sio vipotee vitu, yeye mwenyewe asirudi, amalizike huko. Ndio utaweza kumkompea na mimi na wewe leo tulioingia katika masiku 10 haya. Hamuoni amekosa promo? Mapema itakiwa tujiandae na masiku kama haya. Ndani yake kuna jambo kubwa sana haya masiku, ila tunachukulia wepesi kabisa haya masiku. Sasa Abu Qatada anasema wailaka, na Ibn Abbas, ole wako, kwa sababu ukifanya kitu kitakuwa kina ubora kuliko ndani ya Ramadhani. Ole wako ufanye madhambi, dhambi lake ni janga kubwa. Wallahi, inawezekana ulikuwa umesalimika. Maana kuna baadhi ya watu kilichowatenganisha na kuingia motoni ni pumzi zao zikikata, wanaenda kuchomwa na Allah, wanaenda kuteketea na Allah. Sasa inawezekana ndugu yangu Muislamu, ulikuwa hujambo katika ghadhabu za Allah, lakini masiku haya umeingia kwa ghafla. Siku zimeingia, unazini, unacheza kamari, unalewa, unamshirikisha Allah ndani ya siku hii. Ikawa hizi siku 10 ni sababu wewe kila kukicha jina lako linaondolewa katika mlango wa pepo na kuandikwa katika mlango wa moto, zikakupeleka motoni. Dhambi yake ni kubwa sana. Hizi ni siku ni kukoma kabisa na dhambi, ila mwanzo anza kupambana na nafsi yako kuacha dhambi hata kabla ya kuelekea taa, kwa sababu dhambi huwa musabbabu irmanu taa. Ukifanya dhambi kipindi hichi, ina nuksi, inakunyima kheri zote, inakunyima paa zote. Zinaa uloifanya siku zilizopita hata ndani ya Ramadhani hazishabihishwi na zinaa ya kipindi hichi. Kipindi hichi unaweza ukafanya zinaa moja kwa moja ukaenda na maji, ukawa kila siku unatafuta dhambi mpya. So hizi siku ni mwiko, zina uzito mkubwa. Wenzetu wanaopita kabla walipata misukosuko, matatizo. Yale matatizo yao yaliondoka ndani ya masiku haya. Mtizame mzee Adam alayhi salam, Allah amempa heshima ya kusujudiwa na malaika, kisha Allah akamkirimu, akamuingiza peponi, kisha Allah akampa kibali chakula anachokitaka bila kutumiwa ujumbe wala wahai, mubasharatan. Allah kamonya Adam, akamwambia fakula minha ragadan haythu shi'tuma, kula unachokipenda, wala taqraba hadhihi shajara, wala simtumi Jibril akuagiza, na kuambia mwenyewe mubasharatan, wajhan biwajhi, face to face, bighairi tarjuman, hakuna translator, mimi ndio nakuambia wala taqraba hadhihi shajara, usije ukala mti, na nakuambia hasara yake, fatakuna min adh-dhalimin, mtajidhulumu nafsi zenu. Mimi ukinikosea sina huruma, Adam, nakasirika. Faasa Adamu rabbahu wa ghawa, Nabii Adamu binadamu kamshika baada ya agizo la Mungu na takrima zote na heshima. Usione ni mchezo wewe,
ukaambiwa maraisi wakusimamie au mawaziri wakusimamie. Jibril anaambiwa msujudie Adam, malaika tahara, la yaasuna Allah, hamwasi Mungu, status zao ni kubwa. Akafeli, akateleza mzee Adam. Alipoteleza Allah alikasirika, alimwambia ihbitu minha jamia, tokeni hapa, toka kabisa. Alifukuzwa peponi. Alilia mzee Adam, alitumia toba za kila sampuli, akiwaangalia rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Akaomba sana, akalia sana, ukatolewa upepo ukampeleka kwa spidi mpaka India, akashushwa kwenye mti huko. Utajua mwenyewe Adam. Tena upepo umemseparate. Kama huyo mke lilokupa ndo alikuchanganya, samkewe kashushiwa Maka, yeye mwenyewe kashukia India, mtajua wenyewe. Yuko kwenye kadhabu za Allah. Cha mwanzo alichokihisi, alijihisi yuko uchi, haja zimembana, na mtu yoyote anayetembea uchi ameharibikiwa na Allah. Adam akahaha. Toba yake Allah alikubali siku ya kwanza ya masiku haya ya Dhulhijja, siku ya mwanzo kabisa. Fataba Allahu alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Dhambi yake ilomtesa haya masiku 10, Mwenyezi Mungu akaikubali toba yake. Si jambo dogo hili. Mtizame Nabii Allah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Amepata fitna za wanawake, amepata misukosuko, amepata shida nyingi. Nabii Yusuf, hasadi gani zinamwandama? Alimwomba Allah kwa tadharruan. Siku ya pili ya masiku haya Allah akakubali dua ya Nabii Allah Yusuf. Unasemaje babu yetu mzee Zakaria alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam? Nabii Zakaria alayhi salam, mke wake Yusuf ishakufa, hana mayai, ni mzee, heli apati. Anamuomba Allah, anaomba mtoto uzeeni, hichi ni kituko. Mwenye asema wa mraati aqira, mke wangu ni kikongwe, sio mzee, ni kikongwe, kimechoka. Lakini siku ya 3 kwa utukufu wa siku hizi Allah kaijibu dua ya Nabii Allah Zakaria. Siku ya 4 Maulid Isa alayhi salam, siku ya 4 akazaliwa Ruhullah, miujiza yake Allah Nabii Allah Isa ambaye ni aya ya kumtambulisha Allah. Siku ya 5 au siku ya 6 akazaliwa ulil azmi min ar-rusul Nabii Allah Musa. Nabii Musa kaja kumuarifisha Allah ni kalimullah, anayezungumza na Allah katika ulimwengu huu bila kupitia malaika. Siku ya 6 ya masiku haya matukufu ambayo wewe unataka kulewa ndani yake, wewe unataka kuzini ndani yake, aliyezaliwa Nabii Allah Musa mtukufu wa Bani Israili. Lakini siku ya 7 ni siku adhim. Siku ya 7 ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa kheri zote Mtume Muhammad, akamwambia inna a'tainaka al-kawthar, hakika wewe tumekupa jaha ya kukubalika na watu, hakika wewe tumekupa utume, hakika wewe tumekupa wafuasi, hakika wewe tumekupa umma mzima unakubalika kuliko wenzie wote waliopita, hakika wewe tumekupa kisima cha Kauthara kiko peponi. Siku hii ya 7 mtume akapewa kheri zote. Unasemaje siku ya 8 ndugu yangu Waislamu? Siku ya 8 ni siku adhimu, ni siku tukufu ambayo milango 30 ya dhiki na shida na tabu ya moto wa jahannama yote inafungwa. Mkiona joto hili tumeweka feni, si joto kwamba kipindi hichi cha joto. Mtume anasema faabriduhu birak'atayn innahu min fawji jahannama. Jahannama ina tabu, ipo huko mbingu ya 7 mpaka hapa tunaihisi sisi jahannam. Mkiona joto limezidi, hebu swalini rakaa 2. Hilo ni vuke la moto wa jahannam. Kipindi cha masiku kama haya 10, ile milango ya dhiki 30 yote ya moto wa jahannama yote inafungwa, alafu milango 30 ya faraja, wa as-saimina wal murabitina warrukai wasujudi, kwa watu wote wenye kufunga hongera yao, watu wote wenye kumwomba Mola wao hongera yao. Inafunguliwa milango 30 ya faraja. Milango imeletwa, unaendeleaje kuwa na umaskini uliokuwa nao na tabu na kuachana kusipokuwepo? Milango 30 hiyo ishafunguliwa ya faraja.
ama siku ya 9 mwezi 9 ni siku ambayo atakayeweza kufunga ndani yake, Allah atampa kitu cha ajabu kweli kweli, atampa msamaha wa madhambi mawili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Ina maana nasema kama kuna mtu alishawahi kuidiriki Arafa mwaka uliopita, basi hata kama alizini jana, hiyo dhambi yake ni maasum, haikuandikwa kwa sababu alipewa ofa hiyo. Arafa inakuja, hivi si vitu vya mchezo. Lazima Muislamu upitilize vitu vya sampuli kama hii. Wanawachuoni wakasema, sasa yale matendo mema yaloamrishwa, tufanyeni vitu 6 ndani ya masiku haya. Jambo la mwanzo kabisa wakasema taubatan nasuha. La kwanza kabisa la kufanya ni toba ya kweli kweli, na toba ya kweli kweli ni mambo matatu mabaya. Ayulia anil maasiya, kwanza kabisa acha dhambi jumla. Usitubie uzinifu ndani una mwanamke hujamuoa, achana naye. Hiyo ndio taubatan sadiqa, toba ya kweli, acha dhambi. La pili, ipatikane hisia ya kujuta kwa nini ulifanya, machozi yaonekane. Lakini jambo la tatu ni kuweka azma, hurudi. Iwe binadamu tu, lakini wallahi nia yangu sirudi. Hili jambo la tatu. Kwa hiyo kwanza kabisa taubatan nasuha, kwamba kipindi hichi nihakikishe mimi nakuwa mpya, sina dhambi hata moja. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, wanawachuoni wanasema swala za faradhi, na hizi swala za faradhi pale panapoazimiwa msikitini, usiswali nyumbani, uswali ni msikitini. Swala zote 5 tumepewa swala 5 ndugu zangu. Si kipindi mimi na sala zangu 2, sala 3, 2 zinanishinda kwa sababu nipo kazini, hakuna habari kama hiyo. Swala 5, swala za faradhi kipindi hichi ni muhimu sana, kwa sababu haya yote tulotajiwa yanatengeneza maisha. Man hafadha ala salawati al-5 akramahu Allah bi 5 khisal. Atakayesali sala 5, mambo 5 anapewa. Yarfau anhu dhaika al-aish, kwanza maisha ya tabu ataondoshewa. Sala 5 wanawachuoni wanasema. Lakini ama jambo la tatu wanasema qiraatu al-Qur'an al-Karim. Ni kipindi tusome sana Qur'ani kwa wingi kipindi hichi. Isiwe mpaka leo Ijumaa umekosa hata juzuu moja. Soma kila siku juzuu 2, juzuu 3. Hujamaliza juzuu pale ulipoishia, rudia kwa wingi sana, ndio kheri ambazo wametuwekea mbele yetu. Ama jambo la 4 silatul rahimi. Ni kipindi cha kuunga kizazi, ni kipindi sasa cha kusuluhishana. Tufikie sasa, tukae ndugu, kwamba jamani, tumalizeni ikhtilafu zetu, tumalizeni tofauti zetu, mtafute muumini mwenzio, malizaneni. Hichi ni kipindi cha kuwa msafi, cha kujishusha, usigombane hata na mtu mmoja. Na mtu anaonekana dhaifu akifanya mambo mawili, akipewa jambo akasema shukran na asante, akimkosea mtu akamwambia afwan samahani, unaonekana mtwana kuomba radhi. Jishushe, ugomvi uishe. Anayesamehe watu na anayependa kuomba msamaha, huyu ni mtu wa peponi. Hichi kipindi hakuna shekhi kashasema, lakini bado roho yangu inaniuma. Inakuuma kitu gani wewe? Mbele ya akhera, dunia tunapita tu. Toa tabasamu japo moyo unakuja damu. Nani huwezi kumsamehe? Umefanywa nini wewe? Kuna watu wamechukuliwa mke wake na amesamehe, wallahi. Nani aliofanyiwa magumu kama Mtume Muhammad? Mtume Muhammad, mke wa binti yake anayempenda, kapigwa mkuki wa mimba kubwa, kafa Sayyida Zainab. Mtume mke wake kipenzi anayempa utulivu, katiliwa fitna kwamba kamsaliti ili wagombane. Mtume fesi yake anayoipenda, uso wake tahara, shati waja, katiwa shoka la uso, kang'olewa meno. Lakini Mtume Muhammad anatangaza pale Maka, idhhabu wa antum tulaqa al-afwu 'inda al-maqdira. Mtume anasamehe, wewe samehe wewe nani? Wewe samehe wewe nani? Mangapi umemkosea Allah? Je, Allah akikuwekea ngumu sikusamehe? Kwa hiyo yoyote aliyokutenda, hata kakufanya nini, msamehe mara nyingi. Tena sio msamehe, fanya mawili, msamehe afu mtupilie mbali. Kuna faida gani ni msamehe mtu afu mtupilie mbali? Kwa sababu ukimsamehe mtu na ukitupilia mbali, lile jambo analivaa yeye. Allah anakusimamia wewe. Allah wewe bakia na unyonge wako. Basi bwana, ningefanya hivi kweli, ningemfunga. Basi nakubali, kubali hivyo hivyo unyonge.
tumalize hutuba haituruhusu. La mwisho, kuna adhkari wamezipendekeza tuzifanye, wakasema dhikri ambayo itakiwa tukifanye kipindi hichi ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin pamoja na takbira. Kwa nini tuifanye dhikri hii? Si mimi jamani, nimewanukua na wazuoni, kwa sababu katika dhikri hii kwanza ina miujiza. Muujiza wa mwanzo wake mna kilima cha la ilaha illa Allah, ambaye Mtume anasema afdalu dhikri ana wa qultuhu an-nabiyina min qablu, dhikri tukufu nilifanya mimi na mitume wote ni hii hapa. Kwa hiyo kama wewe ni mfanya adhkari, hakuna dhikri bora katika dhikri zote kama la ilaha illa Allah, imo ndani, utakuwa umeunganisha. Lakini katikati yake kuna tasbihi subhanaka, maneno ya malaika yamewatakasa, yamewapa heshima kwa Mungu, yamo ndani. Wanachuoni wanatupenda rahimallahu mashaikhana, wanaturahisishia tu kazi yetu kutekeleza tu. La mwisho kuna al-iqrar, mwisho kuna toba katika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Angalia sasa uzito wake. Mwenyewe alosema maneno haya Allah anasema wadhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu, tukamwitikia alichokuwa akikiomba. Na wewe sasa ndio utaitikiwa utakachokiomba. Lakini wanajainahu min al-ghammi, tukamwokoa na madeni na matatizo na kesi na uhaini. Lakini haijaishia hapo, wakadhalika nunji mu'minin, kwa kupitia hii tutawaokoa waumini. Hii ukiisoma hata mara milioni 10 ndani ya Ramadhani haifikii siku moja ulioisoma katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Haya sio kipindi cha kupigizana kelele, mwezi lini hili lini, sio kipindi chake hichi. Hichi ni kipindi cha kufanya maamuzi. Hichi ni kipindi sio cha kusema mashaka mnatuyumbisha. Unayumbishwa nini? Chukua tasbihi yako, anza kumcha Allah, anza kuhesabu idadi hizo, ikhtilafu achana nazo, wewe mbele kwa mbele. Lakini miongoni mwa mambo akasema wanawachuoni, katika mambo yale 6 la kufanya jengine ambalo Mtume hajalifanya ni kufunga saumu. Haikuthibiti kwamba Mtume hizi siku hizi alifunga, ila mama Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana mpaka tunasema huyu hatofutari. Alikuwa akifunga sana. Miongoni mwa kheri za kufanya ni saumu, kwa sababu as-sawmu junna. Ninavyozungumza mimi kama khatibu nimefunga na sianza leo, tokea mwezi umeandama. Umeshindwa kufunga hizi siku, basi siku ya Arafa usikose. Na mimi nitakwambia ukizifunga hizi siku 10 zote, maana hata watu wa sunna wanakubali kwamba miongoni mwa kheri saumu. Hakuna shekhe sijui wa Kiwahabi wala anayezuia hizi saumu. Tufungeni, lakini Mtume hakufanya, ila ni katika kheri. Na ukianza mwezi mosi, wewe una dalili ya kuipata hiyo siku ya Arafa, kwa sababu utakuwa umeanza mwanzo mpaka mwisho kabisa. Na mengi sana ya kusema, naomba nikome hapo kwa fadhila zenu na kwa sababu ya wakati. Ila kitu kimoja tu, tusisahau kuomba maisha yetu. Maisha yetu ni magumu sana, maisha yetu yanatia aibu, tunaishi madeni. Wanaume mkikosa pesa, hata usingizi hauji, unakata kabisa. Utapataje usingizi? Umemlaza mtoto wa mtu hapa, hata kumvalisha baibui unashindwa. Watoto wako hawaendi shule, wakienda madrasa kila siku, wewe unasema nishaongea na mwalimu kila siku. Mambo gani kama haya? Lipa school fees za shule, wasomeshe watoto wako shule nzuri, kuwa na kipando. Haya ndio maisha. Tukiyasema maisha haya, dunia imekuja msikiti, nani yuko akhera hapa? Wote tuko duniani, dunia ikae vizuri. Na dunia tunavyoitafuta sisi Waislamu sio kama wanavyotafuta wasiokuwa Waislamu. Hizi amali zimekuja kutukomboa. Wewe shangaa tu, pengine ni ibilisi ndo anakuambia achana na dunia, wewe ikose dunia utaipata akhera. Kasimana ni maneno kama haya. Tunamuomba Allah atupe taufiki na atukunjulie dunia yetu na akhera yetu katika masiku matukufu kama haya. Waqala azza min qailin alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر
عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول القبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة ما أحاط به علمك وأصاب كتابك وضمه وعلى آله ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم بالأسر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهر اللواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب ولا جامع القرآن استحيت منهم الملائكة الرحمة منهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ولا سل الله الظالم إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهم الزهراء البتول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة الهمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن السدي شاكر وأبي عبيدة الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.